I'm Shako from Pipeline Business. Shalom. I'm Hannah from Sukukia, student. If you are a student, please mention the level. Shalom. Mangeshi from Gia Umoja Business. Shalom. I'm here from Caroline, student and entrepreneur. Shalom. I'm Catherine Nyambura, a student from Caroline. Shalom. I'm Shamungu from Rongai, I'm a student. Shalom. I'm Jerry. Shalom. I'm Rebecca, I'm student from Rongai. Shalom. I'm Business. Shalom. I'm Rivera from Caroline. I'm a businessman. Hi. Hello. I'm Esther Mbunga from Nairobi. I'm in employment. Shalom. Marina from Nairobi. Shalom. I'm Charity from Bukia and I'm in business. Caroline from Umoja, a student. Shalom. Shalom. I'm Lilian from Umoja. I'm a student. Shalom. I'm Rongai from Umoja and I'm a businessman. Hello. I'm Naomi Mukari from Nairobi. I'm a business lead. Shalom. I'm Mr. Damuruki from Nairobi. I'm a business lead. Shalom. I'm Joe from Caroline, business. Shalom. I'm Kelly John from Vika Business. Jambo. Kuburu kutoka Umoja Business. Karaoke from Umoja Employee. Shalom. I'm Maina Mwangi, student. Shalom. I'm Gilbert Hasri. Shalom. Jogona Maina, businessman. Kiaita Mushungu, employed. Jambo. Hata mimi naitwa Kimani kutoka Umoja, I'm hustling. Shalom. Tesh Umoja, university student. Shalom. John Kavia from Rongai, student. Shalom. I am Stephen. I am student from Shalom. Francis Mbugwa, I'm employed. Habari zenu? Mzuri. John Boro from Nairobi. I'm employed. Shalom. I'm Anthony Kutani from Umoja, student. Shalom. Mtu Maina Kutani, mwanafunzi wa chuo. Shalom. Gitari Karaoke, a student from Umoja. Shalom. I'm Daniel Lirango, a student from Rongai. My name is Titus from Western Kenya. I live in Nairobi. Shalom. I'm John Kiari. I live in Nairobi. Shalom. I'm John Dama from Nakuru. I'm employed. Shalom. One Chicago from London, student. Shalom. James Tega, employed. Jina ni Kamau, in employment. Jina Maina Deshito, mkulima. Shalom. My name is Robert Deuri. I'm here from Umoja. I'm a painter.
moja, skilled worker. Thank you very much for that session. I'm happy to note that we have a mixed breed of all forms, four sources of income. So thank you very much for that. I'm going to invite Babamboro to help us in formation of groupings so that we can move to the next level. He has some other introductions, but that one I'm going to do it later in the session. Hi, thank you very much, Odumbi, for this time you have accorded me to go on with group formation. And maybe before we have a group formation, it is good we have a president so that he can be a contact person between the participant and the facilitators and also the host. So he had hinted maybe one could like to have that opportunity ya kuwa link between the facilitator and the participant. Want to have the president of this group and preferably maybe the deputy and a deputy president. We can have a proposal seconded and we have it. So if we get a male president, can have a deputy, and we can also have a female president and a deputy male. Proposals? Or you can do it in ballot first. I want to volunteer something. Yes, please. But David, a minute. You'll be facilitating, eh? Let maybe president, for the president, and a second, your name please? Anthony? Anthony. Okay, you have a 1 minute accepted speech. Deputy? So president, you'll be in charge of the code of conduct. So any diversion from the code of conduct tutakuwa tukikuuliza wewe. Deputy president? The president can choose the deputy. There's a hard place already. Deputy president, please. Your name? Ruth Mongai will be our deputy president, also in charge of the code of conduct. Group formation, tutaenda haraka haraka. How many have registered? Tuko na watu wangapi? President, tuko na watu wangapi wameregister? You should have started exercising your authority. Should have checked immediately. Mfanya president, unastahili kujua kura zilikuwa ngapi. Have around 44 registered. President, you have around 44 voters. 44. How many groups? Let's form a groups of 9. 5 plus then 1, 4. 5 groups or 9 groups? 9 groups. 9 groups. 8 consisting of 5 members and the 1 consisting of 4. Okay. So tutaenda this is a class setting, so inakubalika kuwa mixed up. So tutaenda nasema 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tukimaliza 1 2 3 4 5 unaanza 1 2 3 5 6
3, 4, 5, 6. No, there's no number 6. Tukifika 5 unaanza 1. 4. Oh, we have 8 groups, eh? Oh, yeah. Sorry. What group ya watu watano? Yes. Times 5 is 25, so we times 8. I want 8 groups. Yeah, 8 groups. Oh, so there's up to number 8. 5. That way, 1 to 5. Tuwe na groups ngapi? 8, 40. 5 times 8, 40. It is the other way. 1 to 8. Tuwe na groups 10. Groups 9, sindio? Want to have 8 groups, eh? Or 5 people. Or 5 people. So we have 1 to 8, then unarudia 1. 1 to 5. 1 to 5. It's the other way. 1 to, you know, we need to have number 1s wote, hiyo ni group moja, number 2s wote, number 3s wote, number 4s wote, number 5s wote. So you need 8. So ni 1 to 8, sindio? Number 1 ni group moja. So we need to say 1 to 8. We need to say 1 to 8. Sijui kama tunaelewana. 1 to 8. Kwa sababu hatutaki group kubwa. 1 to 8 you achieve. 1 to 8 we achieve. So make it go 1 to 8. 1 to 3, 4, 5, 8. Yes. Okay. Wacha tujaribu hii method yangu, kama haitaingia 8 groups of 5 people, tutaona. Sema 1 to 8 and then 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 4, 5, 6, 7. Number 1s wote mkono juu. Number 1s wote. Those are how many people? 5, eh? Number 2s? Number 3? 5. Kuna mwenye haiwe mkono ama nini? Okay, ni serious, eh? Okay, kama hutaki kuwekwa kwa group, it is good we know hutaki kuwekwa kwa group so that tuende pamoja. Kuna mtu hayuko comfortable kuwekwa kwa group? So number 1, those are 5 people. Number 2 should be 5, 3. 3. Kuna mark hao wenzako. 4 should be 5 people. 4, 5. Kuna mark hao wenzako. Unaangalia mmoja na huyo mwingine. 5, 6. 6, 7. Kwa nini wanakuja watu 6? Okay, Mama Kim, kuna baadhi ya fix, kuna ya nani haikuja 6, 7 na mark wenzako 8 walikuwa 4. So Mama Kim, Angeline hayuko.
Okay. Angeline, join your group. 8. Group 8. So I think I'm through with group formation. So utamark wenzako, we'll be giving assignments and tasks to perform. So tutapatiana kwa hizo groups. You'll come up with your name according to our theme. You understand? Excuse. Yes, please. I have 2 members who are not with us, but they will be joining later. Can we fix them? Oh, wataongea na president. President and deputy president, you'll sort out that. So I don't think there's anything else. Hizo groups tutapatiana kazi kwa hizo groups yenye itafanywa. You will be having group presentations and it's a serious thing. So Sharon, I think my task is through. I'm through with my task. Okay, thank you. And just kidogo, there are some people wakati wa kuregister you have left out some details na tunazitaka. Email address, kuna wenye hawajatik whether they are in employment or in business, so make sure you tick appropriately. Thank you. Thank you very much for that, Babamburu. So we are going to have these formations maybe later in the day so that you, inside your group, you can get a team leader. Then that team leader will be the one who will be doing maybe presentations later as we continue, isn't it? And for those who don't have email addresses, please let me know in the group. As we leave this session, you are supposed to be having your email addresses. I can be able to create that for you. I even have an IT expert, Jane. You can assist us in probably later in having those email addresses, because we want to send these presentations direct to your emails ili uko unazipitia, si ndio? Yeah, so I think that is very much in order. So I don't want to take so much time. It is now my duty to invite Elder Kariuki Gitari to come and make his remarks. Karibu sana. Hamjambo. Hatujambo. Thank you very much for this moment, and thank you for your attendance in the seminar. My sole purpose of studying here is to expound on the theme of what we are about to be taught during our time when we will be here. Shalom. Shalom. Nalitaka nikichanganya lugha because I want everybody to understand what I'm saying. First of all, because of the person who was here explaining about the Jewish phenomena, I was impressed that there are some things that the Jewish know how they live on this world, about their day-to-day life, and how they get their basic needs. I can support that in the book of Psalms 147, and I can see the hidden meaning that message have, which is so important for us, because the main reason why we have gathered here together is because we believe in the Bible. Shalom. Shalom. See, that is our foundation. So whatever we are doing here, or whatever we are sharing, the main is, the foundation is in the Holy Scriptures. I will read in the book of Psalms 147 before I explain the theme, just to support what my predecessor was saying before me. Then I read verse 19 and verse 20. The books of Psalms
chapter 147, verse 19 and verse 20. It says, He shows His word unto Jacob, His statutes and His judgment unto Israel. He has not dealt so with any nation. As for His judgment, they have not known them. Praise the Lord. Amen. So whatever we are being told here in details, how the Jews survive, it is not detailed in the Bible. But the Bible itself is telling us that there are some hidden things that our Creator, the Almighty Father, have revealed to Jacob or Israel. Our brother was telling us how they survive and how people wonder how comes just a percent of population has so much influence to a bigger population who are just like they are below them, but these are very few. Nasemaje? Wayahudi wakiwa wachache huko Marekani kama vile tumeambiwa, inaonekana ule kuwa wachache in number haiwazuii kuwa na influence kubwa kuliko wale wengi. Na ndio mwandishi wa Zaburi anatuambia Elohim neno lake ufunulia Yakobo. Hajafanya hivyo kwa taifa lingine, mataifa hawajui, lakini amefunulia Waisraeli. Baba pewe sifa. So when our brother was telling what he was telling us, nataka uone ati si kisomo kiko tofauti na kile unaamini. He's just getting you to the details. Na Baba pewe sifa. Kitu kingine ningetaka kusema, manake nimesimama hapa nijaribu kuelezea the theme of our seminar. Tutafundishwa about financial freedom and money management. Wakati alipokuwa akiongea ndugu alisema, ukiona saa hii ni tarehe 20 na ngapi? Na 6. Si tumebakisha siku 5, mitano ama ni 6, si mwezi uishe. Tumebakisha siku chache, then mwezi utaisha. Zile pesa unalipo Disemba, siko supposed sikupeleke mpaka mwisho wa Januari. Wengi wetu hatuwezagi hivyo, si ni kweli? Sinaisha, by the date 10 ikifika ni wachache sana wanakuwa na pesa. Lakini sasa hiyo ndio tulikuwa tunaambiagwa siri ni nini. Mnenaji alituambia there is problem with money management. Si ati pesa zina shida, siwe kidogo ama siwe nyingi, vile unasitumia kuna kasoro. Mimi najua tuko hapa ili tuelimishwe. Zile pesa ambazo niko nazo, zile napata kutoka kazi ya mikono yangu, sitaweza kutimiza mahitaji yangu mpaka nipate hizo zingine. So the theme, hebu tuende kwa theme, manake that's where I am and that's why I stood here. Tumesema ni Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 11. Wakati tunafika hii verse ya namba 11, usisahau ni mfano. Yeshua alikuwa anafundisha na mifano. Na alipokuwa akifundisha na mfano katika chapter 16, anatuambia kuwa na mtu ambaye alikuwa amepewa kazi, anaitwa steward. Ni mtu amepewa kazi kuangalia mali ya mwingine. Na ripoti ilitoka alikuwa anatumia vibaya mali ya mwenye ule alipatia. Hiyo tulikuwa tunaambia mismanagement. Sasa akastakiwa. Mwenye pesa akajua whoever ambaye amempa hiyo kazi hakui mwaminifu, pesa zake anatumia vibaya. So akasema, alipoletea ripoti mwenye mali, alisema, akamuita, akamuuliza ni vipi hivi nasikia. Nimesikia tu anatumia pesa zake, hebu lete hesabu. Kwa sababu siwezi tena kukubali wewe uendelee ukiwa mwangalizi wa mali yangu. Katika hiyo mfano tunaambiago ule mtu alikuwa mjanja. Akajiuliza, wakati nitaachishwa kazi nitafanya nini?
Mimi mwenyewe siwezi kulima na ninaona aibu kuomba. Kwa mawazo yake akasema anajua vile atafanya, vile atajaribu kutoa madeni ya mwenye pesa, akuwe urafiki na wenye deni ya mwenyewe, ili siku ile atafukuzwa kazi apate mahali pa watu wa kumsaidia. Ati mwenye mali alifurahishwa na jambo la busara huyo mtu alifanya na akamsifu. Akamwambia watu wa ulimwengu wana hekima kuhusu maisha hii ya dunia kuliko wenye nuru ambaye wako katika zizi la Bwana. Yeshua alipokuwa na expound hiyo parable, ndio inatuleta katika our theme. Hizi pesa ambazo tutafundishwa kutumia na kumanage, na kama vile tumeambiwa mambo mengi, how to share, how to assist others, na vile kupromote wengine, hata kuingia katika charity work. Biblia inafafanua zaidi by saying, ikiwa hizi pesa hizi ambayo we are talking about, that's verse 11, if you therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you trust to the true riches. Hizi pesa zote ambazo tutasoma habari yake hapa, tunaambiwa zinaitwa unfaithful kwa sababu ni za muda, lakini this is not the end. Kwa sababu ya imani, kuna kitu kingine tunaambiwa tutakaribiwa ama tutapewa the true riches. True riches za Elohim ni ile tunaambiwa na ile tumaini yetu ya ufalme ule wa milele. Lakini before we reach there, hii ni kama kujaribiwa. Tunapewa lazima kwanza tujaribiwe na hizi pesa ambazo ni za muda, tuonekane kama tunajua kuzitumia, na tuambiwa kama hatuwezi kutumia hizi pesa za hizi za wakati huu, tutapewa aje hizo za kiroho. Shalom. So my main goal, kwanza tuambie huyu mtu anaitwa steward. Tumeambiwa ama dictionary inasema, how does it expound this word, who is a steward? A steward ndio nataka kuambia ni mtu ambaye amepewa mali ya mwingine aangalie. Sana sana the original word ilikuwa inasema ni kama mtu mwenye nyumba, a man with a big household. Yeye mwenyewe haweza kamanage hizo pesa zake bila shughuli zake, so what he does, anaajiri a manager sort of, amekuwa sure boma yake ina kila kitu anataka. So kama ni familia yake na zile mahitaji ziko, huo mtu ni atakuwa akiangalia. Na tunaonaga hiyo mfano kwa Biblia. Yusufu alifanywa a steward in the house of Potiphar. So any business that was going around, vile pesa zake zinaingia na vile zinatoka na zinatumika, ati ni yeye alikuwa mwangalizi. Sasa that's what we are being told. Kile ambayo umepewa, are you faithful with it? Ndio tupate hii goal ambayo tunaambiwa, tukijua hii elimu yote ambayo tutafundishwa tukiwa hapa. Kama utakuwa mwaminifu na kidogo, hata ukipata nyingi bado utakuwa mwaminifu. Shalom. So kile ningetaka ufungue mawazo yako na uelewe ni kwamba hauwezi ukakuwa kwa sababu wewe ni muamini, you don't care about money. Unaona mambo ya pesa ni kama mambo ya dunia, because unless faith ama mambo mengine ambayo tunafanyaga, every time, everywhere we use money. How we get it and how we spend it inajaribia kututoa sisi tuko watu aina gani. Na kwa sababu ya kukosa hiyo knowledge, watu wengi wamejikuta, some of us they are impermanent, tuko kwa debt. Unadaiwa any given time, we unadaiwa. Kuna mtu anakudai, unajaribu kulipa hizo madeni, uwezi. Lakini kama vile huo mwandishi wa hiyo kitabu tulikuwa tunasemea, alikuwa anasema hata watu wanashinda wachache sana katika dunia, ni kama wao wana contribute the biggest share. So sisi kwa sababu tunajitainisha na wao, how comes na sisi tunakuwa
ingawa we are so near to them than any other people, even love them and adore them. Kwa nini sisi tunashindwa kumanage pesa? The key word ni hiyo kitu inaitwa unfaithfulness. You must earn your money honestly, spend it wisely and share generously. Tumesomea kitabu cha Walawi tukaambiwa hata wao katika hiyo kitabu ya Walawi walikuwa wanaambiwa hata wakati unavuna usifune shamba yako yote. Na hiyo ukivuna kuna kitu utabakishia wale watu maskini. Kitu ile muhimu nimesikia na mwandishi wa hiyo kitabu akisema ni kuwa ya kwamba hii charity it means righteousness. Ile ambaye haki tunatafuta ni wakati ya utajiri wako unajulikana na kile unapeana, si kile uko nacho. Lakini if you look at worldly terms, watu hushika, the more you accumulate, the more billions you have, wewe that's how rich you are. Na ndio tunasomea kitabu ya Forbes, unasikia the most wealthy, the richest, wanahesabia that's the data they use. Lakini in the understanding and the original meaning ni kuwa ya kwamba na vile Biblia inatuonyesha actually kile chako halisi ni kile unapeana. Shalom. Unaweza peana kama huna. Na ndio kwambia kwanza you must take care of yourself. Wewe mwenyewe lazima ujisaidie, upate uwezo wa meet your needs. It is very hard unisaidie kama wewe hujajisaidia. So basic needs zako lazima uwe umepata. Once umepata hizo zako, ndio unaambiwa hiyo charity sasa you extend it to the other person, kwa sababu unajua hata yeye anahitaji. Na ndio maana tuko hapa ili wakati tutakuwa tukimaliza hii session ama ya mafundisho ambayo tunafundishwa, wewe mwenyewe utaweza jua uko na jukumu. You have your own responsibility to take care of yourself. Lazima ujiweze. Once umezaliwa na umelewa na umefika hapo umefika, lazima ujitegemee. Lazima wewe ukue mwenyewe, utafute kazi ya kufanya kulingana na ile course ambayo umesomea, na hiyo kazi ukiifanya itakupea mahitaji yako na haitakuwa yako peke yako. Tunaambia if you want to be righteous you must share. Shalom. Kwa hivyo mimi kile ningefanya ama kile ningewaambia, ninafurahia sana hii mpango ambaye ndugu zetu wale waliwaza wakafikiria, na ilipoletwa tukaijadili, tukaiangalia na tukaona we need this kind of a meeting. Once kama tutatumia ile knowledge ambayo itakuwa imparted hapa, we have the biblical backup at Elohim hafurahishawi na watu wavivu. We are not to be lazy. We are not to be at sisi tunasaidiwa. Actually, one of the blessings za Israel walikuwa naambio, hakuna nyinyi wakati mtakopaga, nyinyi ndio mtakopeshaga watu. Nyinyi mtakuwa number 1 na hao wengine wanawafuata. If those secrets are revealed, na sisi tumemulikiwa na neno, tukaona ati hivyo ni hivyo, then we need to get this knowledge. Ndio hata mimi mwenyewe nisikiage in my earnings ama kile napata, I don't consume all alone on my own and my own nuclear family. Ati kuna mtu mwingine pia anafaidika. Na hii kitu si kitu nafanya one touch, atunafanya mara moja hutawahi fanya tena. Inakuwa a way of life. That is your style. Baba ape sifa. Kuna mtu mmoja alituambia nikikuja kumalizia, akasema kuna mahali Yeshua akihubiri alisema ati uweke hazina yako pale nundu na kutu haiwezi zikazipata, na utazipata baada ya siku mingi. Alikuwa anasema kile unapeana hiyo ndio inaingiaga kwa your account, apart from what you consume. If you are earning ama kile kitu wewe umepata na jasho yako kinasaidia mtu mwingine, account yako ya mbinguni hiyo ndio inahesabiagwa. Na ndio tunaambiagwa ule mama ambaye alitoa mapeni mawili alizidi wale wote walitoka from the abundance, kwa sababu mtu alikuwa na nyingi anatoa sehemu, lakini yule mama alitoa yote ile alikuwa. So hiyo hazina ambayo itakufanya uambie na Yeshua siku ile atarudi,
welcome you faithful servant, enjoy the glory of your master. So I'm encouraging you, wakati utakuwa hapa, usichukulie hii ni seminar ambayo inakusaidia tu na mambo ya kidunia. Nataka uione even your spiritual life will be enhanced. Na ndio mwandishi alisema wa hiyo kitabu, where there is no food there is no Torah. Wakati hauna chakula, hata mambo ya Biblia utasikia. Hata sisi tukikuja hapa, kama hatujaamua tumekuja kufunga siku 3, tukiwa tunasoma hatukuli, hatutafaidika. Lakini saa zile tunaenda tunapata energy from food, na hiyo food imenunuliwa na pesa, inatupa morali, we go on. So for me, ningetaka kuwakaribisha, tilia maanani na uhakikishe ukitoka hapa kuna kitu umepokea, na si kupokea peke yake. And this is something that will change your mindset. Na vile umeamini mambo ya pesa, uilege na njia nyingine, ati hata pesa ukiwa nazo si tutakuwa tajiri uandikwe kwa hizo vitabu, lakini itakuwezesha kutimiza imani yako ambayo umeambiwa. Mungu awabariki na watendee mema. Kumbuka sana Muumba wako siku zote za ujana wako, zisafishe sana njia zako kwa kutii na kufuata neno. Furahia ujana wako, changamsha sana moyo wako, zifuate njia za moyo wako, bali kumbuka kuna